Makhosetive Dlamini au mfalme Mswati wa tatu kama anavyojulikana na wengi duniani alizaliwa Aprili 19 mwaka 1968 huko Manzini. Baba yake aliitwa Mfalme Sobhuza wa pili na mama yake aliitwa Mfumbi Thwala. Mwaka 1986 alitawazwa kuwa mfalme wa Swaziland kufuatia kifo cha baba yake na hivyo kuwa mtawala mwenye umri mdogo zaidi duniani katika karne ya 20, akichukua nafasi hiyo akiwa na umri wa miaka 18 na siku 6 tu. Mfalme Mswati wa tatu ana mamlaka ya kumteua waziri mkuu wa himaya hiyo, baraza la mawaziri na wafanyakazi wa mahakama, japo hana uwezo wa kumchagua mrithi wake. Hata hivyo, kulingana madaraka yake, Mfalme Mswati wa tatu ana kinga ya kuto kushtakiwa. Katika utawala wake, Mfalme Mswati wa tatu ameitembelea Taiwan mara 17 na hata kuahidi kulitambua taifa hilo. Mwaka 2021, Mfalme Mswati wa tatu aliugua maradhi ya uviko 19 na baadaye kuishukuru serikali ya Taiwan kwa kufanikisha matibabu yake. Ikumbukwe kuwa Mfalme Mswati wa tatu huchagua wake zake kupitia ngoma maalum ya kijadi ambayo hufanyika kila mwaka. Pia amenyooshewa kidole cha lawama kutokana na maisha yake ya kifahari, huku wananchi wake wakiishi katika dimbwi la umasikini. Kwa mfano, mwaka 2014 bunge la nchi hiyo liliidhinisha bajeti ya dola za Kimarekani milioni 61 kwa matumizi ya Mfalme Mswati wa tatu, huku 70% ya raia wa Eswatini wakiishi kwa chini ya dola 1.25 kwa siku. Alipiga marufuku upigwaji picha wa magari yake baada ya kutumiwa kununua magari ya kifahari kama vile Daimler Chrysler Maybach 62. Kulingana na jarida la Forbes, utajiri wa mfalme huyo ulifikia dola milioni 500 kwa mwaka 2023. Mwaka 2018, Mfalme Mswati alibadili la nchi hiyo kutoka Swaziland na kwa Eswatini. Nia yake ilikuwa ni kuondoa mkanganyiko na Switzerland, nchi inayopatikana katika bara la Ulaya. Kwa sasa ana wake 16 na watoto wanaokadiriwa kufikia 45.